kuwa kwa nini dhambi inakuwa na nguvu sana kuliko sheria. Kwa sababu dhambi ndiyo iliyotangulia kwanza, na kwa sababu dhambi ndiyo iliyotangulia, wale watu kwa kutaka kuipunguza sheria ndio wakaileta sheria, kwamba angalau dhambi ipungue. Mtu namwambia kwamba ukiua mtu mmoja basi na wewe lazima uende kuuawa, lakini pamoja na hivyo hawezi kuacha kuua. Mwekee sheria kwamba sasa unakwenda kuhukumiwa miaka 30 au kulipa fidia ya shilingi pesa kadhaa. Yuko tayari kuinunua ile dhambi aliyoifanya. Na kwa sababu dhambi inanunuliwa kwa fedha, ndio maana dhambi haikuisha. Lakini dhambi isingekuwa inanunuliwa kwa fedha, dhambi ingepungua kwa kasi kubwa sana. Ndio maana dharau mpaka sasa hivi inakuja kwenye nchi za mbalimbali ambazo zinaishi na watu, kwa sababu dhambi huwa inanunuliwa kwa fedha yoyote ile wanaohitaji, isipokuwa kwa yule wa kiwango cha chini ambaye anaitwa, ambao dunia inamwita mwizi au jambazi. Naona dunia inavyofanya. Mtoto anapozaliwa anapendwa, huwa akizaliwa haitwi jina lolote lile, kwa sababu mtoto bado hajaona wazo lake la yule mtoto alionalo ni lipi. Lakini anapofikia wakati wa kutembea na kujitambua na kutembea, ndipo watu wanapoanza kumsoma na kuanza kumjua huyu ni kibaka, na kuanza kumjua huyu ni mzururaji, na kuanza kumjua huyu ni wa mitaani au mtoto wa mitaani. Tayari ameshafikia wakati wa kusomwa namna alivyo. Na watu wengine huwa wanatambulishwa tena kwamba pamoja kuwa ameishinda dhambi, bado anajulikana tena huyu ni mtu wa Mungu. Halafu inakuja tena huyu ni mtu wa watu, kwa sababu anaendana na watu walio wazuri. Haendani na kibaka, haendani na wezi, haendani na washerati, haendani na watu wabovu, anaendana na watu wasitalabu mtu anapokuwa amekuwa. Kwa hiyo ni kwa sababu gani dhambi inaendelea kumfuata na yeye apate jina la dunia? Ni kwa sababu anawauzi wengine. Sheria